Nini kilitokea? Jana kwenye compound, kwenye maeneo au kwenye ofisi za Baraza la Maaskofu Katoliki kulikuwa na mikutano. Kwa hiyo walikuwa wamealikwa watu wa aina mbalimbali. Na kweli watu walifanya kazi mpaka jioni. Sana wengine mpaka usiku. Maeneo ya Baraza la Maaskofu kuna sehemu ya watu kupata chakula, kupata vinywaji, na tunashiriki tukiwa kwenye maeneo ya baraza. Sasa Father akiwa anafanya mazungumzo na wenzake, alitoka pale akiwa anaenda Maliwato haraka. Alipofika huko akakutana na vijana wawili waliofanya jaribio la kudhulumu uhai wake. Na waliofanya kitendo hicho wanaonekana walikuwa well trained, kwa sababu walipiga pale ambako ukitaka kuondoa binadamu na unapiga pale. Walipiga kwenye kisoko. Na ya ndani sana sitayasema kwa sababu kwa kweli ameumia. Hali yake ya kitibabu sitaisema kwa sababu ni kazi ya madaktari kuisema ili nisiweke hisia au neno la kadhaa neno jingine, lakini kwenye hali yake kwa sasa hivi bado nipende kusema ni tata kwa kweli, kwa sababu mpaka baada ya masaa 72 mpaka kati ya masaa 72 na masaa 96 kwenye maeneo yaliyoumizwa ndio tunachoweza tukasema kulikoni, hali iko hivi au iko hivi. Kwa hivyo kwa sasa yatosha kusema kwamba ameumizwa, na kuumizwa kwake sana huko na damu, amemwagika damu sana. Kuna hisia za kusema kwamba labda mambo mengine sisitoi hizo hisia, lakini niseme tu yatosha kusema kwamba aliumizwa kwenye eneo la compound ile, na hali yake kwa sasa kwa kiasi madaktari wanajitahidi kwa uwezo wao wote, na tuatie moyo zaidi madaktari wako Aga Khan na wengine waweze kushirikiana katika hali hii ya kumhudumia kwa karibu. Na mimi ni mmoja wapo na mhudumia kwa karibu kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu huyu ni babangu wa kiroho, ni mlezi wangu wa kiroho, niko naye karibu sana, na ni zaidi ya udugu, tunashirikishana mambo mengi sana. Na nilivyopata taarifa hizi kwa kweli hatukulala, tumejitahidi kwa uwezo wetu wote kuhakikisha tunajitahidi kurudisha uhai wake. Kama tunavyojua hakuna utajiri ulio mkubwa kama afya ya binadamu. Ndio utajiri mkubwa kuliko wote. Kwa hivyo uhai wa binadamu ukishatoka inakuwa ni basi. Kwa hivyo tupambanie uhai wa Father Kitima na uhai wa wengine wote. Sio kwa Father Kitima tu, wako wa Tanzania wengi sana wanaumia sasa hivi, wanapotea kwenye mazingira tatanishi yasiyoeleweka. Tutafute majawabu badala ya kukimbizana, sio mimi ni huyu ni yule, kumwaga hizi damu za Tanzania. Tutazoea hali hii. Ndio maana nimesema watanisamee sana wa Nigeria, singependa kutoa mfano huo, lakini tusitengeneze Nigeria nyingine tena Afrika.